uliyoipigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Wakulu, ija kafara nikamilisha. Lelo niza kumwenu. Ningeni nguvu lelo. Agano haliwezi kutimia kwa sababu bado kafara haijakamilika. Lakini mbona mtoto ameshafariki na tumeshamzika? Sasa ni kipi ambacho hakijakamilika? Mmezika mwili tu, ila nafsi bado ipo hai. Ukitaka agano litimie, basi nenda ukaimalizie hiyo nafsi. Hii kazi naomba uifanye haraka na kwa umakini mkubwa sana. Sawa mkuu, nakusikiliza. Nafsi ya mjukuu wangu bado inaishi huko mtaani. Naomba uitafute na uimalize. Endapo kilikamilisha hilo, nitakuongezea nguvu mara 2 ya hizo ulizonazo. Hilo limeisha, na nikuhakikishie nitaifanya hiyo kazi vyema na kila kitu kitakuwa sawa. Wewe ni nani? Na mbona umelala polini? Kwani hapa nipo wapi? Hapa hapo kwenye msitu wa Udunga. Na sio sehemu salama kabisa. Kwa sababu kuna wanyama wengi wakali. Na ndio maana nashangaa kwa nini umelala polini?
Kwani umetokea wapi? Dadangu, hapa sikumbuki chochote kile. Ninachokuomba unisaidie kunielekeza njia kutoka kwenye huu msitu. Babe. Babe. Samahani kwa kilichotokea jana. Kikweli yule kijana mimi simfahamu. Nahisi alikosea namba. Una kipi cha kunithibitishia juu ya hayo unayoyaongea? Kwa sasa itakuwa ngumu sana kwangu kukuaminisha. Ila naomba uniamini. Nadhani unajua kwamba mimi siwezi kukuchiti wala kufanya chochote kibaya. Wewe ni barafu wa moyo wangu. Thamani yako haiwezi kupimwa na kitu chochote kile hapa duniani. Nakupenda sana Jaxi. Na sitamani uende mbali na maisha yangu. Natoka mara moja. Mambo mengine tutazungumza nikirudi. My love. Kwa makini uko unakoenda. Pia usichelewe kurudi nyumbani. Maana unajua hii nyumba ni kubwa. Halafu nishazoea kubaki na wewe. Nilikuwa nimejifunga, sipendi tena. Nikawa naogopa kuamini moyoni. Lakini uliponigusa kwa macho
Kwa sasa uko kwenye hatari kubwa sana kupoteza mali zako. Kwa nini unasema hivyo mtaalamu? Kumbuka Binyonzo ndio aliyokupa huo utajiri na umeshayavunja makubaliano mlioyaweka. Hivyo unadhani anaweza kukuacha ukaendelea kufaidi mali zako? Kwani hakuna njia ya kuweza kulizuia hili? Njia ipo, ila sidhani kama utaweza. Mimi nipo tayari kufanya chochote kile, ili mradi tu nisipoteze mali zangu. Tafadhali, naomba unisaidie mtaalamu. Nisubiri. Laiti, mbona nipiga kibao? Nimekosea nini? Yaani katika siku ambazo ulinikwaza na kunivuruga moyo wangu na nafsi yangu, basi ni jana. Hivi wewe ni binadamu aina gani ambayo ukiambua kitu huwezi elewa? Nilikwambia nini kuhusu kunipigia simu zako za ovyo ovyo? Alafu nilikosea kukupa namba yangu? Kwa nini? Oh, kwa nini yanatokea? Kwa nini moyo wangu penda pasiporudishiwa? Kwani mimi nikosa kupiga simu? Alafu nilikuwa nimeboeka tu, ndipo nikaamua kupigia simu. Mani mimi si sauti yako. Mimi nina limit ya kupiga simu wewe? Kwamba muda huu nipigie, muda huu nisikupigie? Mimi si mpenzi wako? Hata kama ni mpenzi wangu, kumbuka kila kitu kina mipaka yake. Wewe unanipigia simu muda unajisikia wewe unataka wewe. Alafu najua situation nzima ilivyo. Sasa habari ni hii. Kuanzia sasa hivi mimi na wewe na uhusiano basi. Tena usinijue nisikujue. Kiufupi tusifahamiane. Na koma kujitumisha mzee. Kwa nini dunia imejaa maswali mazito? Kila nikijaribu kuelewa nasononeka. Unachotakiwa kukifanya ni kumwingilia mkeo kinyume na maumbile. Ila kabla hujamwingilia, hakikisha hiyo dawa unapaka sehemu zako za siri. Hakikisha unafanya hivyo ndani ya siku hizi 2. Nje na hapo, kitakacho kutokea, mimi sitokuwa na msaada na wewe. Nimekaa kimiani. Leo ndo nimeamini kweli ng'ombe wa maskini hazahi. Na hata kama akizaa, huyo ndama lazima afe. Laiti,
Usiache safari yetu kwa sababu ya mawingu ya leo. Mvua huisha, lakini upendo unabaki pale pale. Alafu hadi leo najiuliza, wanawake wanataka nini kwenye maisha yao ili wajua wanapendwa? Kama mimi ni mkosaji, nisamehe mama wangu, maana hakuna binadamu aliyekamilika. Halo bosi. Mkuu, nimeshatambua mahali nafsi ilipo, lakini nimeshindwa kuiangamiza. Kwa nini umeshindwa? Inaonekana nafsi ina nguvu kubwa sana, na kwa uwezo nilionao nimeshindwa kuifikia. Sawa, ngoja nijiandae ili unipeleke mahali nafsi ilipo nikaiangamize mimi mwenyewe. Sawa mkuu. Karibu Gifti, nikusaidie nini? Nina shida na mwenye hii nyumba na sio wewe mpita njia. Naona umekuja kishari na sio kwa wema. Mwenye hii nyumba ni mume wangu. Kwa hiyo nina mamlaka na amri zote kumkaribisha mtu na kutokumkaribisha mtu. Karibu pia dada. Hivi ni masikio yangu? Unasemaje wewe? Itakuwa ni mdomo wako ndio umesikia bali sio masikio. Hata hivyo tusisumbuane na mambo mengi ya kufanya. Huyo unamuulizia aliondoka tangia asubuhi hapa. Kiufupi namaanisha hayupo. Nenda kamtafute mtaani kama una shida naye. Sawa. Awe mume wako, asiye mume wako, mimi hayo yanihusu. Ila akirudi naomba umfikishie hii taarifa. Kama lengo lake lilikuwa ni kumwangamiza mwanangu, basi amefeli. Na kuanzia leo na kuendelea, hajue hana mtoto kwangu. Yaani afahamu hajawahi kukutana na mwanamke anayeitwa Gift na wala kuzaa naye. Nadhani umenielewa. Hakikisha huu ujumbe unamfikishia. Kwa nini dunia imejaa maswali mazito? Kila nikijaribu kuelewa nasononeka zaidi. Kwa nini wengine hupata rahisi kile ninachokiomba? Cha mwisho, kuwa makini sana mke mwenza. Kwaheri.
sielewi. Huyu mtoto anayezungumziwa si alishakufa? Na Jaxi amezaa na Gifti? Nimekusubiri kwa muda mrefu sana. Vipi? Kuna tatizo? Hapana bosi. Kuna issue niko naiweka sawa. Okay. Chuma. Unajua na kuamini sana. Ila last time umeniangusha sana. Sikutegemea kazi ndogo kama ile ingeweza kukushinda. Lakini bosi, mimi majukumu yangu nilakamilisha yote. Na kazi iliyobaki alisema ataimaliza mwenyewe. Hapo ndipo ulipokosea. Ulitakiwa ubaki mpaka uhakikishe kila kitu kimeenda sawa. Kiukweli umesababisha matatizo makubwa sana kwa upande wangu. Naomba unisamehe sana bosi wangu. Na kuahidi hili swala litajirudia kwa mara nyingine tena. Okay. Kuna kazi nyingine nataka nikupatie. Ila this time ukifanya mistake ya aina yoyote sitokuacha salama. Na kuahidi nitaifanya kwa umakini mkubwa sana. Sitakuangusha. Kwa hiyo ndio umeshindwa kabisa kuingia humo ndani? Ndio mkuu. Ila nina uhakika kabisa kwamba nafsi imo humo ndani. Nimekaa kimya nikitazama dunia, macho yangu yanaona mengi yasiyo na jibu. Mtoto analia bila kosa lolote, mzazi anahangaika, jasho linamwagika bure. Maisha ni kama bahari yenye mawimbi, wengine wanacheka, wengine